Kwenye maisha kuna wakati mwanadamu anaweza akajikuta na upweke, na upweke huo unaweza ukamkuta mwanadamu kwa sababu mbalimbali. Moja, mitazamo yake na maoni yake pale ambapo yanatofautiana na jamii inayomzunguka. Lakini pia inawezekana alikuwa na shughuli zake nzuri za kibiashara, alikuwa na mali vizuri, lakini baadaye akafilisika. Kwa wachache ambao walikuwa na lengo la kunufaika kwa vile alivyo navyo, wanaweza pia wakamtenga. Lakini pia inawezekana alikuwa kwenye nafasi ya uongozi wa kisiasa, baadaye akaondolewa kwenye nafasi yake, maarufu kama kutumbuliwa jipu. Kuna wakati wanadamu wanaweza wakamtenga, lakini ukweli usiopingika, upweke ni bahati. Upweke ni zawadi inayotoa sauti ya kuweza kufanya mambo yako bila kutegemea watu kutoka nje. Na upweke ni zawadi ya kiukombozi inayokukomboa kifikra, kuweza kufanya mambo yako bila kukua kama kinyonga. Yaani wakati ukiwa na watu wanakuzunguka, kuna wakati ulikuwa unafanya maamuzi yako kwa ajili ya kuwafurahisha, lakini kutokana na hali ya upweke unakuwa tayari wewe mwenyewe kujiamulia mambo yako unayotaka kuyafanya, na mwisho wa siku unaweza kupata mafanikio. Ipo mifano mingi sana kwa watu ambao walitengwa na baadaye wakaja kuwa alama nzuri kwenye hii dunia. Kwa mfano, kulikuwa na Galileo Galilei. Huyu ni mwanafizikia, ni mwana mahesabu na mtaalamu wa elimu ya anga. Alipokuja na mitazamo yake, na hasa mtazamo unaosema dunia inalizunguka jua, ilionekana analeta mafundisho ambayo yako kinyume na mafundisho rasmi yaliyokuwa nafundishwa wakati ule. Maana mafundisho ya wakati ule yalikuwa nasema jua ndiyo linaizunguka dunia na linajongea kutoka mashariki na linaenda magharibi. Lakini yeye alipokuja nadharia tofauti, jamii ya wakati ule ilimtenga, na wakuishia kumtenga mbali, walitumia makasisi ya makanisa kumpiga majukwani, kumpiga vita, lakini vitabu vyake vilipigwa marufuku. Lakini hakuishia kupiga marufuku vitabu vyake, lakini pia alihukumiwa kama muasi anaenda kinyume na mafundisho rasmi ya miaka na miaka. Lakini mwisho wa siku, miaka mingi baadaye, wamekuja kukiri kwamba walimhukumu kimakosa, yeye ndio alikuwa sahihi, na mpaka sasa madarasani wanafunzi wanafundishwa kwamba dunia ndiyo inayolizunguka jua. Hivyo ameibuka kuwa shujaa wa elimu ya anga, lakini mwanzo alitengwa na kuwa mpweke. Lakini pia ukiangalia mwingine, Albert Einstein, huyu ni mwanamapinduzi kwenye masuala ya sayansi na hasa kutengeneza mabomu ya atomic nuclear, na aliyeleta formula inayosema E iko 2mc². Wakati anaanza shule alikuwa ni mpweke, walimu wake walimtenga, na baadhi ya walimu walisema kwamba ana ulemavu wa akili. Lakini kutokana na yeye namna alivyojikubali, alipofikisha miaka 16 akaondoa kwenye elimu rasmi ya sekondari, akaanza kujifundisha yeye mwenyewe nyumbani, na baadaye akafanikiwa kujiunga chuo kikuu. Alipofika chuo kikuu alikuwa tayari na nadharia zake ambazo zinatofautiana na nadharia anayofundishwa wenzake darasani. Mwalimu aliyekuwa anamfundisha alipomuona kwamba na nadharia tofauti, si tu kwamba kumtenga, bali aliamua kumfukuza, kwani aliona atawaasili hata wanafunzi wenzake. Lakini baadaye alipokuwa na miaka 26 alifanya utafiti wake wa kutosha, akaandika andiko lake
kuhusu uvumbuzi wa kanuni mpya na hasa za zinazotumika kutengeneza mabomu ya atomiki, ikiwemo na ile ya E=mc². Baada ya hapo, kanuni zake zilionekana zina tija na mafanikio makubwa na mapinduzi makubwa kwenye nyanja ya kisayansi. Vyuo vikuu mbalimbali vilianza kumtafuta akafundishe. Ukienda kwenye vyuo vikuu vya Uingereza walimtafuta, vya Ujerumani walimtafuta, vya Marekani walimtafuta, na mwisho wa siku amekuja kuonekana ni shujaa wa kanuni zinazotumika kutengeneza mabomu ya atomiki. Kwa hiyo katika hii dunia unapopaswa kutengwa na kuwa mpweke, isiwe kigezo cha wewe kushindwa kutimiza ndoto zako. Inawezekana wanaokutenga wanakulazimisha wewe ukakate mti, kumbe wewe ni wembe ambao unaweza kunyoa. Inawezekana kutenga, wanakulazimisha wewe ukanyoe nywele, kumbe wewe ni shoka ambaye unapaswa kwenda kukata mti. Hivyo basi, upweke ni zawadi ambayo inaweza kusaidia kufanya mambo kwenye dunia ambayo yanaendana kusudi la wewe kuwepo hapa duniani, lakini pia kuweza kuacha alama kabla Mwenyezi Mungu hajachukua roho yake.